Unajua kuna watu ambao wanafikiri Simba haiwezi kujiendesha bila Mohamed Mo Dewji au mwekezaji aliyepo sasa hivi. Inaweza kujiendesha. Lakini Mo Dewji pia kumweka nje ya mfumo huu, mimi kwangu haitaweza kuwa sahihi kwa sababu amepiga ni Simba na amekuwa ndani ya Simba muda mrefu. Sasa ni yeye mwenyewe pengine amua akae pembeni, lakini wana Simba haitafaa kama Mo Dewji kukaa pembeni. Kikubwa ni zile taratibu tu ambazo zitaenda kumuingiza. Kama kiona zinambana anaweza kukaa pembeni, kama ataona zinamfaa aingie, lakini lazima hizi taratibu zifanyike. Mfumo mpya wa uwekezaji weko ili hata mtu mwingine anaingia. Si unaelewa? Kwa sababu kama kulikopo na mwekezaji ambaye yupo isije kaonekana mwekezaji ambaye yupo ana nguvu kuliko mwekezaji mwingine ambaye ataingia. Lazima mfumo uwe sawa. Kwa hiyo nadhani kwa sababu kwa sasa kabla ya mchakato wa mabadiliko sasa ya uendeshwaji au muundo mzima wa Simba wa kuelekea kwenye structure yao ile, sio ya 49 kwa 51, so far timu iko chini ya Mangungu asubuhi, mchana na jioni. Kwa mzee Mangungu timu kaiweka mgongoni. Shughuli nzima ya kukabidhiwa kwa katiba mpya katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Mariam Mshana, habari yako? Habari ya saizi? Mshukuru Mungu, sisi kwako. Uko vizuri? Niko poa kabisa. Leta maneno, kinaendelea nini hapo Benjamin Mkapa muda huu? Benjamin Mkapa masaa machache yaliyopita ndio kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari kwa msajili wa vyama vya mchezo MC hapa. Alikuja kwa ajili ya kukabidhi mkataba wa klabu ya Simba. Ndio. Katiba. Ili wenyewe waendelee kukaa na kamati yao ya uongozi kwa ajili ya kukamilisha katiba yao. Ndio. Hamjapata nafasi ya kumuuliza maswali kwa kile ambacho tumekisikia hapa kuhusiana na masuala ya klabu ya Simba, mfumo wao uendeshwaji? Amesema nini? Nafasi ilipatikana, aliulizwa baadhi ya maswali na waandishi, akaulizwa miongoni mwa ndani ya katiba hiyo nini kitafanyika, akaelezea. Moja ya swali lilikuwa ni kuhusiana na mfumo wa uwekezaji. Akaulizwa kunatakiwa wawekezaji wangapi, yeye anasema inategemea kwenye wingi au umoja. It means kwamba kati ya mwekezaji mmoja au zaidi ya wawili anaweza akawekeza katika klabu ya Simba. Hapo hujasikia vizuri, kati ya mwekezaji? Aliulizwa swali na mmoja wa waandishi kwamba klabu ya Simba kwa sasa inatakiwa iwe na wawekezaji wangapi. Yeye akasema wingi au mmoja. It means kwamba mwekezaji anaweza akawa mmoja au zaidi ya mmoja. Kwa hiyo wao wenyewe watakaa chini na kujadiliana na uongozi wao na kamati nzima kujua mwekezaji anaweza akawa mmoja au wawekezaji wa na kitu kingine na kusikia vizuri. Shikilia moyo vizuri Mariam. Naam. Nasemaje? Naam. Hakuna swali lingine ambalo lilikuwa lina utata hapo akaulizwa na waandishi wa habari, pia wasikilizaji wa 92.5 Mjini FM muda huu wapate majibu kutokea hapo? Maswali yameulizwa mengi, mengine aliweza kuyajibu. Aliulizwa kuhusiana na katiba inasema nini, alipokea akasema kwamba siwezi kuelezea katiba inaeleza nini ya klabu ya Simba, wao ndio watakaweka ufafanuzi wa katiba yao. Kwa yeye ameweza kukamilisha kuwapatia wao kama wao, hayo mengine wenyewe ndio watakaa na klabu yao kwa ujumla kuzungumza nini ambacho kinatakiwa kiwe. Bana sawa, shukrani sana, asante sana Mariam Mshana. Asante sana, wasalimie wote hapo. Anakusikia hapa ndugu yako Sizia Sports. Yupo basi koi. Mariam Mshana huyo. Uliza keki yangu iko. Keki utakula ofisini, njoo. Hapo leo hakuna leo kuna shushu hapo? Shushu hapa. Mariam hataki kuandikwa majina alafu anaambia Mariam anaandikwa jina na sign alafu anaondoka. Ukiwa kubaki hapo hapo unagalagala bwana. Mariam Mshana anaandika jina ana sign alafu anaondoka. Lakini amesikika vyema Mariam Mshana, na kwa kweli swala lililobaki ni Simba tu wenyewe
wakamalizane sasa, wanakwenda kwenye ukurasa mpya bila shaka, na hichi ndicho ambacho Simba walikuwa wanakitaka, si ndivyo? Au Simba walikuwa wanataka nini? Simba alikuwa anataka hiki, lakini mimi katika hiki ambacho Simba alikuwa anakitaka, mimi na angalizo moja kama mzee wa mida. Umeona tayari hapa kijiti kipo kwao kwa Simba, si ndio? Kwa hivyo hivi sasa Simba wao ndio wenye maamuzi kitu gani ambacho wanatakiwa wafanye. Kwangu mimi kama ushauri kwa Simba, mzee wa mida, umeona hiyo nafasi ya kupata ama kuchagua mwekezaji mmoja ama zaidi ya mmoja, manake pia wawe makini kwenye kuchagua nani ambaye ana uwezo wa kuivusha Simba nchi ya ahadi. Sio kuchagua mtu bora tu liende. Hakikisha kwenye uchaguzi wa mtu pia awe na fedha jamani, awe na umate. Huyo mtu asije tu akaa pale kucombine na Simba alafu baadaye gari lake la kipato likakatikia njiani. Hiyo itakuwa tena ni shida. Kama wanachagua mtu ambaye aje shirikiane na Mo, awe pia naye anampunga, au kama Mo anaondoka anayekuja kushika hiyo nafasi awe na mpunga. Kwa hiyo sasa hivi Simba kijiti wamekabidhiwa wenyewe, wao ndio wenye maamuzi. Umemsikia hapa hata kwenye mkutano mkuu wanachama wao ndio wenye kauli ya uendeshaji wa klabu yao, na asilimia pia 51 ni kubwa sana mno kwa klabu ya Simba, hasa wanachama watafute mtu mwenye mpunga hela. Sasa Lugano Israel, manake taa kijani imewaka kwa Simba, ndio yote ambayo walikuwa wanahitaji kwenye katiba mpya ndio yamefanyia maboresho. Nadhani ushauri ule ambao ulitolewa na mwanasheria mkuu wa serikali, tuseme ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia kupitia baraza la michezo na msajili wa baraza pia amezungumza. Nadhani yale ndio ambayo yalizingatiwa. Kikubwa sana ni kutoka Simba kwenye ule mkwamo ambao ulikuwa naotoka 2018. Okay, kwa hiyo maana yake upande wa Simba walikuwa ni kwamba hapa maana unajua sio wanatoka hapa tena unakuja kusikia malalamiko tena mengine huko. Kwa hapa ambacho walipofikia mwarobaini wa mkwamo ule ambao ulikuwa umekwama kwa muda mrefu, nadhani baraza la wadhamini la Simba ndilo ambalo liliamua kutoka kwenye mkwamo, kwa sababu ndio ambao walipeleka maombi kwenye kwa maana kwa mwanasheria mkuu wa serikali ili wapate ushauri wa nini kifanyike ili kuondoka kwenye mkwamo huo, kwa sababu nishai kuzungumza hapa kwamba Simba pamoja na mwekezaji walishai kupigwa faini, umeelewa? Ya faini ambao walipigwa ni kutokana na kukiuka taratibu za kusajili na zile hatua ambazo zinahitajika, kwa maana FCC ndio ambao waliwapiga faini. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo havikuwa sawasawa, watu hawakukubaliana na hivyo kwamba viko sawasawa. Miaka zaidi ya 8 bado mko kwenye mzunguko ule mmoja. Kwa hiyo baraza la wadhamini la Simba likafikiria kwa kina, likaona hapa hatuko sawasawa, kuna kitu hakiko sawasawa, tufanyeje? Walichokifanya ni kuomba ushauri serikalini, kwa maana ofisi ya mwanasheria mkuu. Mwanasheria mkuu akatoa mwongozo, na mmoja ya miongozo ambayo ilitolewa ni ile ambayo pia kaizungumzia msajili, ambapo ya kwanza ilikuwa ni katiba ya Simba kutambua wawekezaji, yani sio mwekezaji mmoja, umeelewa? Cha pili ni muundo wa Simba yenyewe ulivyo. Unajua Simba haina kamati tendaji, umeelewa? Yani wote wanaenda kukutana kwenye bodi ya wakurugenzi. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo walivishauri lazima vikae katika mtindo huo. Kwa mkwamo ambao ulisababisha Simba wasiende kwenye transformation, hapa ndo marubaini yake, kwa sababu nadhani hata jana hapa mlicheza sauti kutoka kwa msajili akizungumza kwamba kutokana na hatua ilipofikia kwa upande wa FCC, kwa maana ya chombo ambacho kinasimamia ushindani, kwa kupita kwa msajili tu watapata urahisi wa kupita kwenda kukamilisha hiyo nani pamoja na Lita. Kwa hiyo mimi naamini hii hatua aliyofikia sasa hivi Simba ni hatua ambayo inaenda kuwa mwarobaini wa hizi changamoto ambazo zilikuwa zimeendelea mpaka dakika hii, na kikubwa zaidi ni wana Simba wenyewe walikuwa wenyewe wanajidanganya, lakini ukweli ambao uko mezani lazima wakubaliane kwamba wanatakiwa kwanza moja si kitu ambacho hakiwezekani. Yani itabidi wakubali kwamba katiba itakavyokuwa inaelekeza ifanyike. Kwa maana sasa hivi nilivyozungumza, kuna siku nisema hapa ile bodi ya wakurugenzi haipo, umeelewa? Ile ambayo iko inaunda Simba Sporting Holding Company haipo sasa hivi, umeelewa? Kwa mujibu wa FCC manake ilifutwa, kwa maana mpaka katiba hii ikipitishwa wanakuwa hawana hadhi ya kuendelea kuwepo
ndani ya Simba. Kwa hiyo unaanza mchakato mpya. Manake mchakato lazima Simba wakubaliane nao. Na kwa nini wasikubaliane nao? Unajua kuna watu ambao wanafikiri Simba haiwezi kujiendesha bila Mohamed Mo Dewji au mwekezaji aliyepo sasa hivi. Inaweza kujiendesha. Lakini Mo Dewji pia kumweka nje ya mfumo huu, mimi kwangu haitaweza kuwa sahihi kwa sababu amepiga nia Simba na amekuwa ndani ya Simba muda mrefu. Sasa ni yeye mwenyewe pengine amua kakae pembeni, lakini wana Simba haitafaa kama Mo Dewji kukaa pembeni. Kikubwa ni zile taratibu tu ambazo zitaenda kumuingiza. Kama kiona zinambana anaweza kukaa pembeni, kama ataona zinamfaa aingie, lakini lazima hizi taratibu zifanyike. Mfumo mpya wa uwekezaji wekwe ili hata mtu mwingine anaingia. Si unaelewa? Kwa sababu kama kulikuwa na mwekezaji ambaye yupo isije kaonekana mwekezaji ambaye yupo ana nguvu kuliko mwekezaji mwingine ambaye ataingia. Lazima mfumo uwe sawa. Kwa hiyo nadhani kwa sababu katiba imeshakamilika, sasa ni wajibu wa Simba wenyewe kukubaliana na kile kitu ambacho kiko ndani ya katiba kifuatwe. Sawa, bwana JK, Justin Case bwana, rudi hapa kwanza. JK, Justin Case vipi? Shwari. Gonga meza. Piga glass hapo. Sasa Justin Case maana yake Murtaza Mangungu katiba inampa nguvu sasa, sivyo? Na tulisema jana kwamba baada ya kupata kibali au kurasimishwa ile katiba, baada ya kupitiwa kwa umakini, kwa sababu pale kuna wanasheria, kuna watu ambao wafuata utaratibu na kanuni zetu, katiba zetu, sheria zetu kinchi zikoje, kibiashara, kiuendeshaji wa taasisi za kimichezo, watu wamekagua, wameona vitu viko sawa. Kwa sasa kabla ya mchakato wa mabadiliko sasa ya uendeshwaji au muundo mzima wa Simba wa kuelekea kwenye structure yao ile, ndio ya 49 kwa 51. So far timu iko chini ya Mangungu asubuhi, mchana na jioni. Kwa mzee Mangungu timu kaiweka mgongoni. Mchezo ujao na Prisons ndio. Kila laheri na Murtaza kwenye mabadiliko ama maboresho kwenye hii katiba mpya, manake haimtambui mmoja sasa mwekezaji, sivyo? Manake mfumo huu sasa wa katiba lazima urudi kwenye mchakato. Yani sio mmoja. Yani hiyo tayari imeshabadilisha kabisa. Bwana sio ukiwa na nguvu wewe peke yako basi ndio tumeishia hapo. Zaidi ya wawili. Hiyo ni taa kijani kama ni kundi, kama ni watu wawili wanaojiweza ama ni kundi la watu. Sasa je, kuna ufalme wa watu wawili kwenye zizi moja? Hapo sasa labda tajiri ana uwezo kufanya kitu kizuri ambacho tulitoaga mfano na Lugano hapa. Sio sisi ya ukuepo, siku tulikuwa na mzee wa Mida kwamba una uwezo wa kufanya vitu kwa kama uongo kweli. Yani uongo kweli uongo kweli ni ule unachora huku unapiga na picha. Yani unajua, yani Lugano unamuona huyu mtu akwambia mchore, mimi sina haja ya kumchora, simu yangu inapiga picha na mpiga picha afu ananichora na anatoa kopi afu narudishia na penseli, kwa sababu utaratibu unaonesha mwekezaji ni zaidi ya wawili katika mchakato huu wa uwekezaji, zile 49%, ndivyo sivyo? Ndio. Niko sahihi Lugano? Zaidi ya mifumo ambayo iko nazungumzia mfano msajili. Kuna mifumo miwili kwenye swala uwekezaji. Sawa. Kuna ule uwekezaji wa kati na ule wa juu kabisa. Ule wa juu kabisa ni ule ambao una interest kubwa sana ya wanachama. Mfano Simba na Yanga. Sawa. Ule unahitaji kuanzia watu 5 mpaka 7 hapo lazima. Alafu kuna wengine ambao anakuwa ni 3. Kwa sasa nadhani kwa nguvu waliokuwa nao Simba lazima ende kwenye 7, yani wawekezaji wawe 7. Wawe 7. Sasa hapo una uwezo wa kuangalia. Kuna JK Updates, Justin Mberia, ndio, Justin Kiringo, ndio, Justin Sereki, ndio, Justin Furaha, Justin Joseph na Justin Case. Familia hiyo sasa. Kwa watu kifanya mimi JK namkabidhi mdogo wangu labda Sizia, Kiringo namkabidhi mzee wa Mida, JK nabakia nayo mwenyewe.
Kesi nakupa wewe. Mberia nampa mwanangu JJ. Joshi hapo kwenye corridor nampa Justin Furaha. Inamfaa kibongo bongo. Pale kuna na asilimia fulani kama 3-4 hivi. Umeelewa vizuri Naweka mpunga kwa sababu yale yote yale ni group of companies ambapo ziko chini ya umiliki wangu ambaye mimi ndo owner. Lakini ndani yake kuna makampuni mengi ambayo yanafikia 7 yanayotakiwa kwenye ule mtiririko. Na ule mchakato hauzuii kuishia tu kwa mimi ambaye Justin namiliki ya makampuni 7. Si katika ushindani. Si ndio? Si ndivyo jamani? Kwa pale enza katika tukeza zingine za watu wengine tu kwa kina Bula. Si ndio? Anaweza katokea Mlanjize, anaweza katokea David HOD wetu, anaweza katokea Ahmed na wengineo au Noela. Wote nao wakawekeza. Katika ushindani pale si ndio wanachuja Sizia. Katika kuchuja sasa yatapatikana yale 7 ambayo yamekidhi vigezo kuweza kuingia mule. Kama una watu wako wenye nguvu na wewe ndio mwenye mpunga na tayari umetengeneza mizizi ndani ya hiyo taasisi ya kiushindani, si ndivyo? Unashinda tu zile taasisi zako 7, unatia mpunga ili mradi uvuke vigezo ambavyo vimewekwa kwa utaratibu. Na moja kati ya kitu ambacho tusisahau, jana Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya habari, sanaa, utamaduni na michezo, kwa maana Paul Christian Makonda alisisitiza, Mheshimiwa Waziri, kwamba katika watu ambao watakuwa wanafuata utaratibu ufuate inavyotakiwa ni mimi, na kwenye hili sintakuwa na msalia mtume. Hapo nimejaza black is black, white is white. Kwa hiyo kwa hapa nasisitiza na mimi natoa ushauri hapa, naenda sasa kama mchambuzi mshauri. Mchakato huu wakati unafuatwa, watu wawe makini katika wao viongozi ambao hawana mpeche lakini shikilia jambo na ili kaamua kulishikilia. Kwanza nitoe wito ili kaamua kulishikilia. Maana yake amezungumza, kwa sababu hata wewe bwana Mkubwa ukimsikiliza wakati anatoa maelezo, unamuona tu anayoyatamka, unaona kabisa nyuma yake kuna usichelewe shauri yako. Hakikisha anyway, lakini maana yake ni kwamba kwa Simba Sports sasa ndio kile ambacho mwekezaji Mohamed Dewji alikuwa anauliza, sasa kinakwenda kukamilika, kwamba transformation imefikia wapi, si ndivyo? Maana yake baada ya kukabidhiwa katiba mpya, si ni wenyewe mkajichinje na kisu mnachotaka wenyewe, kama mtaka kutumia panga vyovyote, kwa maana ya kwamba transformation ambayo amekuwa akiulizia ndio inakwenda kukamilika, si ndivyo? Hivyo nakumbuka Sizia tulivyozungumza hapa, nikasema Mohamed Dewji alikuwa na sababu kubwa sana nyuma ya kile alichokizungumza. Alikuwa na push, kama mtako mnakumbuka kauli yangu, nikasema kuna namna alikuwa na push agenda ili iweze kufika sehemu. Mpaka sasa hivi ya mambo yanafikia hapa kwenda kwa haraka hivi, kuna nguvu ya Dewji kupush ili mambo yameenda kwa haraka, kwa sababu alileta taharuki, mijadala ikawa mikubwa mpaka kumfikia waziri kuona ili ni swala kulifanyia kazi, kutoa tamko. Manake kuna kitu ambacho kilikuwa ndani ya mchoro wa Mohamed Dewji kafikisha hapa, na kuna kitu alikuwa anakizungumza kesi hapa, hasa kuhusiana na makampuni kwa ya mtu mmoja majina tofauti. Alikifanya kwenye hiyo 2018. Kuna majina 3 ambayo ya kifamilia. FCC hawaruhusu. FCC ni ya ushindani, unahitaji ushindani. Umeelewa? Kwa kukiwa na kukiwa na issue ya kimaslahi, mgongano wa kimaslahi. Yes, ndo maana vitu ambavyo sasa of interest. Ndo maana sasa hivi ikirudi kwenye mfumo unaostahili, licha ya kwamba katiba ya Simba na kinachohitajika lazima awe mwanachama wa Simba ndiye anaweza kuwekeza pale. Sasa ngoja, Fatuma mwanachama Simba. Sawa. Azim Dewji anko wake mwanachama Simba. Mwenyekiti former chairman wa bodi ya wakurugenzi Ankali Magori mwanachama Simba. Mimi sioni kwamba kitashindikana. Shida pia ni vigezo ambavyo vinahitajika kwa mtu ambaye anaenda kuwekeza. Haiwezi kwamba tu jina likae pale, lazima uweke fungu. Alafu uwe na vyanzo ambavyo vinaeleweka na FCC wanavifahamu. Lakini interest hizo ambazo zinaweza kaingia kwenye masuala ya kifamilia na kuozi mtu mmoja ndio kitu ambacho wanaweza kukikwepa. Unajua kampuni wanaepusha mambo ya ambayo unaweza kuhodhi kila kitu. Ndio maana katika 49 hizi lazima ziganywe kwa watu 7. Na wangesema angechukua mtu mmoja. Hivi 49 kwa 7 ni 7. Kaka 7 mara 49. Kwa kila mtu achukua 7%. Alafu kingine Sizia ndugu yetu tusaidie, maana wewe ndio kiongozi wetu hapa. Kaka Sizia. Mimi naogopa kitu kimoja. Kuna interview tuliwahi kuisikiliza ya Dewji. Anasema katika mafanikio yake baada ya kuwa tajiri namba 1 Afrika wa vijana, katika mafanikio yake anajivunia sana kuinunua Simba.
Ndio. Sasa Nataka kusema nini sasa? asiwe sema. Afu jamani teknolojia jamani. Au ndio shajatuelekeza au ile kitu ambacho AI. alishakisema. Sasa kipelekele AI wala hajachangamka. Lakini sasa kwa mujibu hani maagizo ambayo yametoka kama umemsikiliza vizuri msajili amethibitisha kabisa kwamba manake si ilipelekwa serikalini and then sio yamekuja majibu sasa hadharani na Simba si wamekabidhiwa hiyo katiba yao. Manake kama umekabidhiwa katiba kama ilikuwa ni ya kwake sasa ilikuwa haiendi kwa wanachama. Steve ilikuwa nakabidhiwa ambaye amenunua kwa klabu sio yake. Anunua sasa. Hivi kwa mtu akidanganya inakuwaje? Ni huwa ni dhambi au kuna sheria yake kidogo? Kuna neno ulilisema juzi hapa. Siku hizi kuna content creator. Yani kuna namna ambavyo nasema hii content nitengeneze hiyo na lakini bado yupo kwenye territory, yani himaya hiyo ya Wizara ya Habari. Sikuna mikopo ile itatoka ya bilioni 2 baada ya tarehe 1 ile ya content creator. Anaweza akachukua tena. Yani tunajadili jamani, hiki ni chombo cha habari, kutafakari, kufikiria. Amekuwa ana uwezo wa kutengeneza taharuki. Kiukweli. Kama comment tu kuandika vipi kuhusiana na transformation imefikia wapi? Comment moja tu imejadiliwa wiki 2 guys. Na imekuja kuleta matunda makubwa. Ambao ni hii. Sawa bana.